Nimekuahidi mengi by the way. Maswali mmeyatanguliza mapema nikawaambia aliye na wino anakuja, mimi yangu mate tu. Lakini wino unakuja tayari, keshafika katibu wetu ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa hamu, ndugu Fikirini Jacobs. Watu wa nyumbani Kilifi, Malindi, Bamba, Ganze wamekusubiri bro sana. Kavunzoni wamekusubiri sana, na bila shaka unayo mazuri kwa ajili yako. Karibu sana kwa Bahari FM kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana Emma. Yes. Na watu wote wa Bahari FM, yes, pamoja na mafans. Naam. Nashukuru kwa mwaliko tena, ni mara yangu ya pili sasa kufika hapa. Naam. Sasa nashukuru kwa mwaliko na niko tayari. The last time you were here, ulitugusia tu nyota. Ulikuwa umegusagusa tu. Niligusagusa kwa sababu ilikuwa nafikiri bado ilikuwa ageni kwa wengi. Yes. Tulikuwa bado tuna kazi nyingi tu ya kufanya ya kiofisi kuitayarishia misingi yake. Naam. Lakini sasa tuko tayari. Tuko ready. Ambaye hajasikia nyota labda ni kidogo, lakini kwa yule ambaye hajasikia tuelezee kwa ufupi, nyota ni mpango gani? Nyota ni neno la Kiswahili. Ndio. Lakini kwa mujibu wa idara ya vijana ambayo mimi kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni katibu wake. Naam. Ni fupisho la neno linaitwa National Youth Opportunities Towards Advancement. Sasa njia ya mkato tunaita nyota. Naam. Lakini nyota pia iko na maana nyingi, lakini kwetu sisi, yes, hiyo ndo sababu yake. Na nyota ni mradi wa serikali ya kitaifa wenye baraka za Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto. Naam. Ambao unalenga kuwafaa vijana takriban 820,000. Ni mpango ambao utagharimu jumla ya bilioni 20 kwa kusaidia vijana kwa malengo mawili. La kwanza, kuongezea uwezekano wa kupata ajira. Yes. Na pili, kuwapatia ajira kwa njia ya kujisaidia kwa kuwapa ruzuku ama grant ili waweze kufanya biashara. Sasa nikisema kuongeza uwezekano wa kupata ajira, inamaanisha kwamba kwa kijana ambaye alikuwa hana ujuzi awali, tunamsaidia na ujuzi. Kwa kijana ambaye alikuwa hana biashara, tunamsaidia na fedha ya kufanya biashara. Niseme kwamba mradi wa nyota ieleweke wazi. Unalenga vijana wa taifa la Kenya ambao wako na elimu ya kuanza sufuri mpaka kidato cha 4. Yaani wale vijana ambao either walisoma ama hawakusoma kabisa, waliingia shule ya msingi, walimaliza ama hawakumaliza, waliingia shule ya pili, walimaliza ama hawakumaliza, kwa sababu zozote zile, lakini hawakuvuka kidato cha 4 katika elimu yao. Kwa hivyo either walianza ama hawakuanza, lakini kama walianza hawakuvuka kidato cha 4. Hao ndio watu ambao tunasema wakikaa hivi chini, yes, tukiwakalisha katika chumba kama hapa, yes, tuseme nyinyi ni vijana, tuambieni tatizo la vijana ni nini. Mara nyingi watasema ukosefu wa ajira. Lakini hapa nje ukitangazwa nafasi ya ajira, wale wenye karatasi watatoka wakaangusha karatasi wasubiri. Kama vile ambavyo wengine naamini sasa hivi wanasubiri matokeo ya Public Service Commission kwa sababu wali apply kazi. Lakini katikati ya hao kuna wale ambao hawana karatasi lolote. Kwa hivyo wakati wale wengine wanaenda, hao watabaki. Kwa hivyo mfumo wa nyota kwa mara ya kwanza katika taifa hili ni mradi ambao unaangalia katikati ya wingi wa vijana, katikati ya changamoto za vijana, lakini kuna vijana ambao wako chini zaidi ya wengine. Mbona tusiwainue kidogo wakakuwa sawa na wengine? Ndipo nafasi ya kazi ikitokea wote wakakuwa na nafasi sawia. Huo ndio mradi wa nyota. Hilo la vijana, Fikirini, wacha kidogo nikuulize swali, manake tuna encourage watu wasome. Tuna encourage watu wapate elimu za juu, ndipo sasa tunajenga vyuo vikuu, tunaendelea. Kama kuna hili wazo ambalo sijasema ni baya, kwamba tuwafikirie wale ambao elimu yao imefika kidato cha 4 kwenda chini, kwamba waweze kusaidika hivi. Hii inapea taswira gani kwa elimu yetu? Kwamba wengine watasema kwamba si lazima hata nifike kule kwingine, because ulivyosema kunazo sababu watu wata drop out. Na wakiona kuna cause ya kwamba hapa kunazo pesa, kama sijafika hapa, don't you think itakuwa inaongeza wale ambao watasema haina haja niendelee? Nafikiri itakuwa ni makosa sana kufikiria hivyo, kwa sababu nataka nikufahamishe kwamba tukitoka sasa katika ulimwengu wa kudhahania tuingie ulimwengu halisia. Yes. Ni kweli kwamba kuna vijana nje hapa ambapo wamekuwa na hamu na ari ya kupata masomo, lakini katika harakati zao hawakuweza kufaulu. Yes. Mimi binafsi
nikiwa mashinani kule kwetu Bamba. Mara nyingi unatembea mahali unasikia mtu anakwambia wakati wangu mimi. Nishapata watu hata 5 kwingine. Yes. Anakwambia unajua mimi nilikuwa nimeitwa Mangu High School. Sasa kizungu chake ambacho amebaki nacho ni kile cha akipata mnazi kidogo kinaanza kuja. Unamshangaa huyu mtu ambaye hakuenda shule kizungu kimetoka wapi? Yes. Anakwambia mimi nilisoma vizuri kidato cha 4 darasa la 8 nikapata matokeo mazuri, nikaitwa Mangu High School, nikaitwa Alliance High School. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa fedha nyumbani kwetu, kwa sababu ya umasikini, kwa sababu nyingine zile, labda mzazi wake alifariki wakati tu anataka kutransit na community haikumshikilia akakosa kwenda. Kuna sababu nyingi za kwa nini watu wengine hawakupata elimu. Tukiwa hukumu kwa kosa la kupata elimu kwa sababu tunasema tutakuwa tunakumbatia ukosefu wa elimu labda kwa miongoni mwa vijana, yes, tutakuwa tunafanya makosa. Tunajaribu kusema kwamba tunatambua matatizo ya vijana kwa upana, holistically. Tusiseme kwamba huyu alipata elimu kwa hivyo tumsaidie huyu hakupata elimu acha tuachane naye. Itakuwa ni makosa kufikiria hivyo, especially kutoka kwa msimamo wa kiserikali. Alright, sasa umetangulia kusema kwamba wanaolengwa ni hao ambao umeweza kuwataja, na nafikiri hili swali limekuja sana na nataka pia wewe uweze kulielezea. Kriteria ya wale wanaolengwa umeweza kutuambia, nafikiri utaelezea kwamba kila wadi wanatakana wangapi. Hii hapa pa kriteria nafikiri ndio wengi wameweza kujiuliza. Tuko vijana wengi ambao hatuna hizo ajira, hatuna hizo kazi. Tutafikiwa sote na watachagua vipi? Asante Emma. Mradi wa Nyota uko na vipengee 5. Kipengee cha kwanza cha mradi wa Nyota unalenga vijana 90,000. Vijana hawa 90,000 wataekwa kwa mradi tunaita OJE, on job experience. Maana yake ni kwamba vijana ambao hawana ujuzi wowote wanaekwa chini ya mashirika yanayofunza ujuzi kwa muda wa miezi 6. Wakati ule wakiwa katika ile mashirika ya kufunza ujuzi, sisi tutakuwa tunawalipa kitu kidogo kila mwisho wa mwezi. Siwezi ita mshahara, lakini ni pesa kidogo ya kuwasaidia angalau wasikose tikiti ya kufika kule kwenye mafunzo. Yes. Wakati wanaendelea na mafunzo, kama ilivyo kule university na college, kabla graduate wewe lazima uende attachment. Sasa hawa vijana pia watafanyiwa assessment na NITA, National Industrial Training Authority. Wakishamaliziwa assessment watapewa vyeti. Sasa baada ya miezi 6 watakuwa wamepata ujuzi na watakuwa wamepata cheti. Tumemaliza evaluation kwa ofisi ya kutafuta service providers ambao watachukua hawa vijana kuwaeka kwa employer organization. Sasa sisi tutakuwa tunalipa wale service providers kwa kuleta hakikisho la uajiriwa wa hawa vijana. Hiyo ni on job experience. Ina target vijana 90,000 Kenya nzima, lakini ni vijana 62 kutoka kila wodi ya Kenya. Sasa ukichukua vijana 62 ukiweka na zile wodi 1450, ndio itakuja vijana 90,000. Huyo ni component ya kwanza. Component ya pili ya mradi huu chini ya training ni recognition of prior learning, na nilisisitiza wakati nilipokuwa hapa. Tuko na vijana wetu ambao wako na ujuzi mwingi sana, lakini hawakusoma mahali popote ujuzi huu. Leo hii Mungu amekubariki na gari yako labda imepata matatizo. Utaipeleka garage. Hakuna siku utamwambia yule mechanic nataka nione university ulienda, ni university gani ndio nikuachie gari yangu. Utamwachia gari, atatengeneza vizuri hata kushinda labda wale ambao wameenda wakafuzu kusomea mambo ya mechanical. Utaenda uchukue gari yako uende. Taifa la Kenya linasema linataka lijiunge na mataifa mengine ya ulimwenguni kuona kwamba tunaanza kukumbatia vipaji vya vijana ambao wamepata ujuzi nje ya mfumo wa kawaida. Pale Pwani kwa mfano, kwa sababu sasa hii redio inafika sana pale Pwani. Yes. Wewe na mimi unafahamu kwamba kuna vijana wengi sana pale Pwani, ambao wana uwezo wa kuongea lugha za kigeni na hawajaingia darasani kusoma lugha za kigeni. Ndio. Kuna vijana mimi nawafahamu, ambao wametengeneza mpaka nyimbo za Mwanzele za Kitaliani kama Mr. Bado kwa mfano. Na wengine wengi. Leo hii kukitangazwa kazi za ubaharia pale maritime. Vijana kama hawa kwa sababu ya ufahamu wa lugha za kigeni wako na nafasi ya kupata ajira. Lakini hutapeleka wimbo kama ushahidi, unafaa upeleke cheti, kwa sababu huo ndo mfumo wa kazi za taifa la Kenya na kwingine, kwamba ni upeleke ushahidi wa kwamba mimi nilifuzu chuo hiki. Ndio maana mradi huu wa pili tuna target vijana 20,000 kufanya kitu kinaitwa kutambua kwa ujuzi wa asili ama recognition of prior learning. Kwa hivyo wale vijana wenye ujuzi
tutawasaidia kupitia NITA, watafanyiwa assessment na wapewe vyeti pia. Component ya hiyo ni pamoja na ya kwanza ni ya training. Ya pili ni ya business support. Hii ya 50,000 ambao watu walikuwa wakizungumzia. Yes. Ambao tumecommit bilioni 5 kati ya zile bilioni 20 kusaidia vijana kupata fedha ya kuanzia biashara ya 50,000 kuanzia chini kwa kila wodi vijana 70 kwa kila wodi ambao kitaifa ni vijana 100,000. Naam. Na ya tatu ni ya social enterprises ya vijana 10,000 na tutamalizia na training ya digital access to government procurement opportunities. Tumeambiwa na mimi mwenyewe nimelizungumza nikiwa kiongozi wa vijana miaka mingi, Yes. kwamba policy ya taifa inasema kwamba 30% ya bajeti ambayo ni ya ununuzi katika kila kituo cha ununuzi, Yes. in any procuring entity, Yes. 30% of the procurable budget, Yes. inaenda kwa mama 10%, inaenda kwa wanaoishi na ulemavu 10%, na kwa vijana 10%. Lakini vijana kama hawa ambao hawakupata nafasi ya kupata elimu zaidi ya form 4 watajua mfumo upi wa kutumia njia hii, ili kama anangojea kazi awe anaweza akatafuta kazi za kandarasi pia zikamsaidia, kwa sababu tayari ziko pale zimelewekwa kwa ajili yake. Ndio maana hapo tuna target kutrain vijana 600,000. Kwa hivyo vijana 600,000 Agpo, 10,000 wa social enterprises, 20,000 ya recognition of prior learning, 90,000 ya on job experience. Ukichanganya hii inakuja 820,000. Vijana wa taifa la Kenya ni wengi. Mbona tutatumia njia gani kupata hawa vijana? Kwanza, kila kipengee kinatangazwa kivyake. Si kwamba tukitangaza sasa kila mwili ambaye ameapply ndio tutachukua tumweke kwa business support tumpe 50,000, ndio tutachukua tumfanyie recognition of prior learning, ndio tutachukua tumweke kwa OJE, ndio tutachukua tumfanyie Agpo. Pana. Yes. Sasa ambayo tumetangaza na tumefunga kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais, sasa vile tulipewa nafasi tena wale vijana ambao walisalia nyuma, yale maeneo ambayo walisalia nyuma wa apply tena. Sasa ile ambayo tumeapply sasa na iko tayari kutoka ni ya wale vijana ambao waliapply kwa business support. Tuna sababu za kiofisi ya kwamba hiyo ilitangulia, alafu hizi za training zinafuata. Lakini tunachofanya ni hivi. Kwa mfano ya business support niseme hivi, kabla turudi mashinani tena, wale vijana walikuwa wameapply kwa business support ni 1,400,000. 1,400,000 walikuwa wameapply kwa business support. Kati ya 1,400,000 kabla turudi hii ya juzi tena, Yes. wale ambao walishindwa njiani hawakumaliza ile application cycle walikuwa 300,000. So tulibaki na vijana 1,100,000. Kuna wale ambao hawafai hawafuzu kwa vigezo ambavyo tumevieka, hawafai kufaidika na mradi huu. Wale ambao walienda zaidi labda ya kile kisomo ambayo tumesema, wale ambao umri umeenda, si vijana tena. Sasa watu kama hao pia wakishatoka, tuseme tumebaki na vijana 500,000 na tunataka vijana 100,000, tutafanyaje? Sisi tunatumia system ya randomization. Yani tunatumia system ambayo inachukua jina. So mimi binafsi kama PS wa youth hapa Kenya, hata ndugu yangu mdogo wangu siwezi kuwa na uwezo wa kusema huyu atapata mradi huu wa Nyota. Ni system ndio itapick, system ndio itagenerate majina, alafu tuende ground tufanyie training ya business ya training, alafu wapewe pesa yao wajiendeleze. Kwa hivyo hiyo ndo kanuni ambayo tunaitumia kuchagua vijana, na hii ndo itatumika kwa hizi zote, isipokuwa ya recognition of prior learning. Mheshimiwa Rais alitutuma kwamba recognition of prior learning iko unique. Ni kijana tayari yuko na skill, anataka certificate ya ile skill yuko nayo. Kwa hivyo kila kijana ambaye ameapply kwa recognition of prior learning, huyo tutampatia cheti chake. So hatutakuwa na limit ya wale ambao wameapply, kwa sababu ingekuwa ni ya business support tungesema tutatoa wapi pesa za kuongezea. Lakini hii ni mtu tayari yuko na skill. Sisi tutamlipia pesa yake ya assessment ya NITA, alafu apewe cheti chake azidi kuendelea. Na nataka ni kwa msingi huo pia nimshukuru katibu mwenzangu Charles Hinga, Yes. ambaye kupitia mfumo wa affordable housing, wale vijana ambao wamekuwa na mwendeleo wa kufanya kazi kule wameweza kufikia sasa hivi vijana 1,000 na wamepata tayari vyeti kupitia recognition of prior learning, kwa sababu wamekuwa consistent sana. Na huu ndo mfumo tutazidi kuendeleza. Ndo tusiseme hakuna kazi kwa kijana, kumbe hapa kuna kiwanda kinahitaji watu ambao wanaweza wakatengeneza, kama ni ya plumbing au kama ni ya masonry, alafu wanataka vyeti, na hapa kuko na mafundi 1,000,000 ambao hawana cheti hata kimoja. Ndo tunataka tuwapatie hawa. Na sisi niseme hivi, katika training hii ya on the job experience ile ambayo tutaweka vijana kwa mafunzo, Yes. na katika recognition of prior learning, hatutafanya training ama recognition ya skill yoyote.
tunafanya hivi kupitia State Department ya Labor na National Employment Authority, ambayo inatupatia habari ya ni ujuzi gani ambao unahitajika katika soko la ajira leo hii katika taifa letu na hata katika nchi kupitia ile program yetu ya kazi majuu ama labor mobility. Kwa hivyo tutakupa cheti cha skill ama ujuzi ambao unahitajika pia katika soko la leo. Kwa hivyo hatuwezi kupa cheti ambacho utarudi nacho kukaa nacho kwa nyumba ukilia kwamba niko na cheti alafu hagezi kukufaa kwa njia yoyote ile. Nafikiri kwa ufupi sasa huo ndio mradi wa Nyota. Tutakuwa tunarudi kwako, manake napenda sana unavyozungumza, na Rais William Ruto amekuwa katika mstari wa mbele kusupport vijana sana. Nimeona katika ruwaza yake alivyokuwa anataka kuingia uongozi vijana. Si mara ya kwanza kwa wao kuweza kufikiria vijana. Miradi imekuwa fikirini, na kuna ile ambayo tutasema kwamba haijafua dafu. Sababu hatuzijui. Kile ambacho kitafanya Nyota kuone kwamba this time kijana atapona na Nyota. Alijaribu Hustler Fund, akajaribu zile za vijana nyuma. Watu wanaingia wanajaribu, haiendi vile. Siri ipo wapi katika Nyota tofauti na miradi ama na projects ambazo zimeweza kufanywa awali za kuweza kutarget vijana, zingine ambazo bado zipo lakini bado sidhani kama kuna vijana wengi wameweza kusaidika. Tutazungumzia kuhusu Hustler Fund na miradi mingine mingi ambayo ina target vijana. Msikilizaji, usende mbali, ni sisi tuamba bahari haikosi mabaharia na Emma Marezi. Msikilizaji, katibu wa masuala ya vijana na uchumi bunifu Fikirini Jacobs yupo ndani ya studio. Tumeangazia mengi katika yale ambayo mmekuwa mkiuliza kuhusiana na Nyota. Nitakuwa napitia baadhi ya maswali, lakini kabla ya hapo nafikiri Fikirini, tukiweza kwenda mapumzikoni, nilikuwa nimeweza kulizungumzia hili kwamba ni vyema rais amekuwa na miradi na kuweza kufikiria vijana, lakini wengi wanajiuliza kwamba imekuja miradi ina flop, vijana hawajasaidika. Hii Nyota tuna matumaini gani kwamba hii Nyota ndio itakuwa suluhu la kuweza kuondoa vijana katika hali ile ya ukosefu wa ajira? Tofauti na miradi mingine, Emma, na nimetangulia kusema kama kuna mradi katika taifa la Kenya ambao mimi kama kijana, kama PS na pia niseme kama mwanafalsafa, ambaye naona ni mzuri zaidi kwa wakati wetu, ni mradi huu wa Nyota. Kwa sababu gani? Kwa miaka mingi taifa hili la Kenya limekuwa likifikiria vijana kwa upana. Kijana yani mtu yeyote kati ya miaka 18 mpaka 35. Tumekuwa tukifikiria tu hivyo, kijana. Kama tunafikiria mradi tunafikiria vijana. Lakini kwa mara ya kwanza tumeanza kufikiria kati ya hawa vijana kuna wale ambao Mungu aliwasaidia, wazazi wao wakawashika mkono, jamii zao zikawashika mkono wakasoma. Kuna wale ambao walikosa uwezo ya kupata elimu. Mradi huu umekuja kwa mara ya kwanza katika tukio la kihistoria kushika mikono wale vijana ambao kwa sababu moja au nyingine, aidha kwa kupenda kwao ama kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wao, hawakupata elimu ya kupita kidato cha 4. Mradi huu kwa mara ya kwanza katika taifa la Kenya imekuja kuangalia hawa. Tofauti na miradi mingine, niseme kwamba mradi huu wa Nyota, nimetangulia kusema kwa mfano kwa kipengee hiki cha pili cha business support ambao tutasaidia vijana na pesa kufanya biashara. Huu si mkopo. Hii si pesa ya kwamba tunakupatia alafu utafatwa tena na simu na sijui debt collectors wakufate wakuambie turegeshe pesa yetu ya mkopo. Pana. Hii ni ruzuku, hii ni grant, hii ni pesa unapewa wewe mwenyewe ukajipange ikusaidie ufanye biashara. Kwa hivyo hakuna kijana ambaye atapata 50,000 ambaye baadaye atafatwa tena na watu ukumwambia kwamba sasa tunataka uregeshe ile pesa ambayo tulikopesha. Hapana. Mradi wa Nyota tofauti na miradi mingine ni ya ruzuku. Hustler Fund imekuwa ya mkopo. Unakopa, unajisaidia, unarudisha, unaongezewa kiwango. Kwa hivyo naweza kuwa kijana ambaye tunamlenga kwa mradi huu labda alitamani wakati ule achukue Hustler ama hakutamani kuchukua Hustler. Ijapokuwa mimi katika standpoint yangu naweza kuhakikishia kwamba wakati wengine wanaweza wakatoa maoni wakasema Hustler Fund ilikuwa hivi na hivi, kuna wengine tena bado wako na ushuhuda kwamba vile umewafaa. Lakini tofauti na miradi yoyote ile, mradi wa Nyota ni mradi wa kuwasaidia, kwa sababu sisi tukikufanyia training, tukupe cheti. Hata kabla tuangalie mambo ya kazi, lakini tumekufanyia training huku nayo, tumekupa cheti na pia tumekuhakikishia kwamba utakupa kazi.
uko na ujuzi, huna cheti, tumekwambia tutakufanyia assessment tukupe cheti, mradi huu umekusaidia. Huna biashara ama uko na biashara kadogo lakini hujui utapata wapi capital ya kuanzia, tumekusaidia na 50,000. Inaweza kuwa kidogo kwa mwingine, lakini kwa wengine pia bado. Katika taifa hili la Kenya, kwa sababu unashukuru Mungu nimelitembea taifa hili la Kenya, kuna watu hiyo 50,000 ni dunia nzima kwao. Kwa hivyo naamini mradi huu tofauti na mradi mingine itawashikilia sana vijana, hasa wale tunaota vulnerable youth, wale vijana ambao wanaonekana wako chini ama wana uwezo mdogo. Yes. Unajua kuna mwingine hapa alikuwa ameweza kutoa suggestion akasema kwamba ndio mmeweza kuweka hivyo shilingi 50,000 ulivyosema si pesa kidogo. Na hizi shilingi 50,000 ambazo zinaenda mpaka bilioni 5 mlizosema. Kivingine vijana hawa wamekuwa kitafuta ajira. Wacha tuweke wale mbali na hao waliozungumza. Kuna wale walikuwa wanasema kwamba manake tuliahidiwa viwanda viweze kujengwa kupunguza hizo ajira. Ngine akasema kwamba hii mikopo ambayo itakwenda mtu achukuliwe, na si mkopo actually umesema ni grant. Anapewa inakwenda hivyo. Sijui kama tutaweza kusustain hiyo kwa muda gani, because unajua pesa ile ambayo itakuwa mtu anaweza kusema kwamba inaendelea ni ile ya mkopo, imeenda imerudi, wengine wamekopeshwa na kila mmoja anapata nafasi. Akaweza kusuggest mmoja hapa, ni ujumbe umeweza kutolewa, kwa nini hizi pesa hazingepelekwa kwa viwanda? Fikirini vikajengwa hivyo viwanda, ndio vijana wakapata ajira, viwanda vikaendelea kuzalisha, na hata wale wanaokuja kuwa vijana wa kesho wakawa pale. Nimekusikia. Kiwanda kwanza, hatujasema viwanda havijajengwa. Unafaa mwite hapa katibu mwenzangu anayesimamia masuala ya viwanda akupe takwimu ya vile ambavyo yeye na sekta yake ya viwanda inaendelea. Kwanza wale ambao kwa mfano wananisikiza wanatoka Pwani, wanajua sasa kaunti ya Kilifi sahihi ninavyozungumza imekuwa na wingi wa upanuzi sana wa uwekezaji. Hivi nikizungumza, juzi tu Mheshimiwa Rais alikuwa pale Vipingo kuweka jiwe la msingi kwa Vipingo Special Economic Zone. Na walisikia wao wenyewe ni vijana wangapi watakuwa wanahitajika kuajiriwa pale. Na nilisikia viongozi wa pale pia wakizungumzia kuhusu swala la 70-30, kwamba angalau ile 70 local na 30% ya kutoka nje ifanyike. Swali langu mimi nitajiuliza, Emma, wakati hapa kuna kiwanda na tunahitaji watu wa kufanya kazi, kuna zile kazi za ambazo mtu anaweza akafanya tu ya mkono ya leo akaenda. Ndio tunajaribu kusema, wakati huyu kijana ameenda kufanya ile kazi ya mkono pale kwa kiwanda, je, kuna uwezekano baada ya miezi 6 apate cheti cha kumuonyesha kwamba huyu sasa kwa hii miezi 6 ambayo amekuwa consistent na kufanya hii kazi, sasa anafaa kupata cheti? Huo ndio mradi wa Nyota. Tukisema kwamba tutafanya OJE, tunaweka hawa chini ya Mastercrafts. Mastercrafts inamaanisha nini? Tutachukua vijana kama hawa tuwaeke chini ya viwanda ambazo vimepewa certificate ya Mastercraftsmen, ili vijana hao wakati wanafanya hii kazi, tena katika kufanya hii kazi wanapata malipo kutoka kwetu, lakini pia bado watatoka pale na cheti cha National Industrial Training Authority. Lau kesho kiwanda hiki kiseme tunataka kufuta kazi watu kwa sababu tunataka kuchukua watu wenye vyeti, huyu kijana atakuwa mtu wa kwanza kwenda pale asubuhi na mapema akisema sasa mimi cheti changu niko nacho hapa. Hiyo ndo taswira ya mradi huu wa Nyota. Tukisema sustainability ama kuendeleza, mbona tuwape pesa vijana kuendeleza? Itategemea na ile fikra ya mtu. Ukiona pesa hii 50,000 kama handout ama pesa ambayo tunakupa kama vile unaweza ukapokea chochote kutoka kwa katikati ya ukumbi wa siasa, utakosa kuona uendelevu. Lakini kama utachukulia pesa hii kama chanzo cha kufanyia biashara, utaona uendelevu mkubwa sana. Naamini katika dunia hii na katika Kenya hii hapakosi vijana ambao wamejiendeleza kibiashara na walianza chini zaidi hata kushinda wale ambao wako na 50,000. Isitoshe, kule nje si kwamba tuna mbali na kusema tunasaidia vijana mambo ya biashara. Kwa mfano, si kwamba baadhi ya wale ambao wanataka kuapply eti hawajafanya kabisa. Wengine wako na biashara tayari wanaziendeleza, lakini zimekumbwa na makali kidogo. Sasa wanataka labda kusaidika kuzidi kuendelea. Hata isitoshe, wale ambao pia tutawapa pesa hii, tunawafanyia kitu inaitwa EAT, Entrepreneurial Aptitude Test. Yani kujaribu kutathmini utayari wao wa kufanya biashara. Kwa hivyo kwa ufupi, tunawapa wale deserving, tunawapa wale ambao watu wako na uhitaji wa kufanya biashara, wa kujiendeleza, na kama nilivyosema, lengo ni kuongeza uwezekano wa ajira. Kwa hivyo hata kiwanda kiwe hapa, lakini uwezekano wa huyu kuajiriwa utakuwa chini kama atakuwa bado bidhaa kidogo, kama ukosefu wa vyeti juu ya ujuzi ambao yuko nao atakuwa hana. Ndio maana tunaona ni muhimu tuwainue wafike level ya kila mmoja. Tutafika mahali, kwa mfano, kuna mtu atasema
mimi sihitaji mambo ya nyota hata kuisikia kwa sababu nimeenda university. Na ieleweke kwamba Emma, mradi huu wa nyota si mradi peke yake ambao unaendelea katika serikali, Yes. katika idara yetu. Yes. Leo hii State Department ya Housing ilitangaza nafasi 4,000 ya vijana ambao watafanya internship. Wengi wa wale bila shaka ni hawa vijana ambao wako na diploma, wako na degrees za construction related, kama ni plumbing, kama ni electricity, kama ni structural, vitu tofauti tofauti. Public Service Commission pia ilitangaza nafasi za kazi hapo awali kama 2,000 kama mwezi mmoja ambao ulipita hivi. Nafikiri watu wali apply, sasa hivi wanangoja matokeo kule. Kwingine kwingi ambako kumetangaza. In fact, kile kitu ambacho mimi nimejaribu kufanya kama PS wa youth kupitia shirika letu la National Youth Council na kupitia ushirikiano wa State Department ya ICT ni kutengeneza portal, kutengeneza mtandao ambao kijana yeyote katika taifa la Kenya atakuwa na urahisi wa kuangalia nafasi zilizoko kwa serikali. Ndiposa tusisikie nyota ukasema, kwa mfano kwa wewe ulienda college ama ulienda university ukakasirika ama ukauchukia mradi wa nyota kwa sababu unasaidia mwenzako ambaye yuko chini yako. Na si kwamba hakuna mradi wa kukusaidia wewe uko, lakini labda ufahamu unaweza kuwa mchache. Ndio maana tunataka turahisishe kazi namna ile. Kwa hivyo niwaombe vijana tukumbatie mradi wa nyota, hasa wale vijana ambao uwezo wao wa elimu haukupita kidato cha 4, ili tuzidi kujiendeleza. Sasa kuna mmoja hapa ameweza kuzungumza, maana yake nitakuwa nachukua simu msikilizaji katika muda usio mrefu. Mmenipatia pesa, niko matangoni, nimeanza biashara yangu. Unajua biashara inaweza kwenda ikaflop ikanawiri. Biashara hazitabiriki. Biashara yangu imeanguka. Naweza kurudi tena, naweza kuapply tena. Hii ni phase 1 ya nyota. Wale ambao watakuwa wamesaidika kwa mradi huu, nafikiri tukifika phase 2 yake tutaangalia vile vigezo. Kama watu kama wale tutafaa kuwasaidia wazidi kujiendeleza, ni sawa. Kama kutakuwa na njia nyingine ya mikakati mingine ya kuwafaa, kwa sababu interventions ziko nyingi katika level ya serikali, pia tutaangalia wakati ule. Lakini kwa sasa nataka waeke imani kwamba ijapokuwa katika biashara tunasema kuna uncertainties, lakini pia nataka the first uncertainty watu waeke kwa kichwa ni kufaulu kwa biashara. Ule wasiwasi wa kwanza waweke ni kwamba biashara zao zitafaulu sana. Huo ndio unafaa kuwa wasiwasi wa kwanza. Okay. Prince Mchengo ananiuliza hapa, pesa zitaanza kutolewa lini? Tumemaliza application juzi tarehe 12 siku ya Jumapili. Sasa kunafanyika kitu inaitwa screening. Tarehe 17 kutakuwa na mikutano kwa kila eneo bunge la wale vijana ambao wali apply chini ya business support kufanya kitu kinaitwa physical validation. Kwa sababu watu wengine wame apply mradi huu, lakini unaweza ukapata labda mtu yuko Tanzania, bora yuko na star 254 ni wa Kenya lakini anaishi Tanzania, kumaanisha anaweza kuwa hana utayari wa kufanya biashara hapa, so atanyima mwenzake nafasi hapa kwa sababu yeye yuko nje na hayuko tayari kufanya mradi. So tutafanya physical validation katika kila eneo bunge. Tukishamaliza kutoka hapo, siku itakayofuata na hiyo siku ya physical validation ndo kutakuwa na ile kama very brief interview tu ya simple ya entrepreneurship aptitude test ya kujaribu kupima tu utayari wa kibiashara wa hawa vijana. Tukishamaliza pale, list itatoka final, na kuanzia tarehe 29 cluster 1 itaanza kupokea pesa. Na Mheshimiwa Rais alitupa kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 20 ya Novemba iwe kila kijana amepata pesa katika taifa la Kenya. Kwa hiyo ni ya business support. Hizi nyingine tutawatangazia jinsi zitakuwa zinaanza pia. Naona kuna wengi wameweza kukumbatia hiyo ya business support, lakini msikilizaji, kwa hivi sasa wacha nifungue laini ya simu kwa sababu tumesalia na dakika kama 8 tu tuweze kutamatisha. Katibu Fikirini Jacobs akiweza kuyajibu yale maswali mengi ambayo mmekuwa kiuliza kuhusiana mradi wa Bahari FM, nuru ya roho. Ndio mheshimiwa. Mimi niko sawa. Nao dada mshafu za Kinarani. Naam. Mimi swali langu moja ni kwa wao wenye ambao wanadewa pesa hizi za hasla hapa, nao wanaweza kupata ama wapate, kwa sababu kuna jamaa hizo zinapia hapa sasa akaambiwa atapata majibu. Haya, sawa. Anayedaiwa Hustler Fund anayo nafasi ya kuweza kupata kwa hilo. Alafu kuna mwingine alikuwa ananiuliza hapa, anaitwa Glory Kadzo anasema kwamba mimi amesoma, yeye amepita form 4, ameingia katika college lakini hajapata kazi. Kwa nini afungiwe nje? Tumesema kwamba utofauti wake na yule mwingine ni kwamba kazi ikitangazwa leo yeye ataenda atatafuta.
lakini huyu ambaye amekaa hapa nyumbani atamuona yule akienda kwa sababu yuko na cheti mkononi mwake. Huyu hana cheti. Ndio tukasema kwamba mradi huu unalenga wale ambao wako chini ya yeye Glory ili kuwasaidia kuwaleta level moja na yeye. Ndio kazi zikitangazwa wao wanaweza wakatembea wote wakaenda. Kuna mmoja huyu aliojibu kuhusu Hustler Fund, uweze kujibu. Hustler Fund si kigezo cha kupata nyota, kwa sababu nyota ni grant, Hustler Fund ni mkopo. Kwa hivyo ni mfumo tofauti. Lakini nafikiri ni muhimu ili kutupa uhakikisho kwamba utafanya biashara, kuonyesha pia kama kile kidogo unaweza kuaminiwa na kidogo pia wewe unaweza kuaminiwa na kingi. Ila ni jumbe za kuwakumbusha, lakini si kigezo kwamba ni sharti. Fikirini Jacobs, ujumbe mmoja, zungumza na kijana anayekusikiza kwa hivi sasa. Asante sana. Mimi kama Fikirini Jacobs, katibu wa vijana. Naam. Nashukuru Mungu kwanza kupata nafasi ya kuwa kwenye nafasi hii kwa wakati kama huu katika maisha yangu. Pili, nimesikia sana vijana nikiwa mashinani. Umemsikia mama amesema nilikuwa pale tu mjuzi, nimeenda Garissa, nimekuwa Tana River, nimekuwa Taita, na hata kesho nitakuwa kule Chuka na kwingine kwingi. Mara nyingi nikitembea mashinani, challenges za vijana mimi nasikia. Lakini nashukuru kwamba vijana wa taifa la Kenya leo hii wako na utofauti. Si watu wa kuuliza peke yake, pia ni watu wa kutoa maoni na mapendekezo. Kwa hivyo mimi nataka niwapongeze kwanza vijana. Pili niseme hivi. Naam. Mataifa yote ambayo taifa la Kenya limekuwa likipigiwa mfano kwamba kuna mataifa tulikuwa sawia, yameendelea kutushinda. Imetajwa Singapore, imetajwa South Korea na nyingine nyingi. Mimi nasema kwamba tofauti na mataifa yale, kitu ambacho kinaendeleza nchi ni uongozi, lakini kwanza pili fikra ama mawazo ambayo yamelengana ya taifa ama wananchi. Mimi nataka nang'ang'ana sana kusaidia vijana kuembrace positive thinking, kuwa na mind education, kujifunza fikra za kujiendeleza kama kigezo cha kuendeleza mataifa yetu. Naam. Kuna jukumu, kuna haki na jukumu. Wewe uko na haki kama mwananchi, uko na haki kama kijana ya kile ambacho serikali inafai kufanyia. Lakini kuna jukumu. Kwa mfano, uko na haki tukusaidie. Ndio maana tumeleta mradi huu. Lakini pia uko na jukumu la kuchukua hatua ya kubofya *254# na kuapply. Kwa hivyo nafikiri tutatekeleza haki zenu, lakini pia nyinyi nanyi fanyeni majukumu yenu tafadhali. Asanteni sana. Jambo moja kabla uweze kuondoka nisiweze kumezwa na watu wa Pwani University, mgomo unaendelea wa wahadhiri. Vijana tuliweza kuzungumza nao katika kipindi hiki wiki iliyopita. Kuna jamaa anaitwa Valentine kama sijamkosea jina. Alisema kwamba itatubidi tuweze kwenda barabarani tujiunge na wahadhiri wetu, manake tunaumia sana. Zungumza neno kuhusiana hili. Vijana Pwani University wameweza kulalamika sana muumia na huu mgomo. Nafikiri mahali wakati wowote ukitokea mgomo uko na changamoto. Niseme kwamba pia mimi ni mwanafunzi, wanafanya masters yangu Pwani University. Yes. Pia mimi nimeregister kufanya law kama mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu cha Nairobi hapa. Kwa hivyo pia mimi mgomo umeni affect kidogo. Lakini niseme kwamba nafikiri sababu ambazo zinafanya lecturers wameenda, nafikiri kumekuwa na mazungumzo baina yao na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Yes. Niwaombe vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, kwamba hakuna sababu ya kwenda barabarani kuandamana kushirikiana na lecturers wetu. Nafikiri wamejieleza vizuri, na kama tumeona vile lecturers wamefanya migomo yao, wamefanya kistaarabu sana. Na wamekuwa wameweka vitu ala zao za kazi chini, lakini wanafanya mazungumzo upande mwingine. Kwa hivyo nafikiri hakuna sababu ya vijana waende mashinani waanze kufanya mgomo wa kushirikiana na lecturer. Nafikiri karibuni tutapata mwafaka kwa mujibu wa habari tuliyopata jana. Sisi tuamba. Bahari haikosi